Habari mbaya zimemfika Tundu Lissu gerezani baada ya chama cha Chadema kumezwa na CCM. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku ya kwanza kufika hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Taharuki na gumzo vimetanda katika anga la kisiasa nchini Tanzania baada ya aliyekuwa kada wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Wenje Hezekia, ambaye hivi karibuni alitangaza kujiunga na Chama cha Mapinduzi, kujikuta akitumia kauli mbiu maarufu ya Chadema ambayo ni People's Power wakati wa mkutano wa CCM. Tukio hilo limezua mijadala mikali mitandaoni na kuibua maswali kuhusu uhalisia wa mabadiliko ya kisiasa kwa wanasiasa wanaohama vyama. Katika mkutano huu uliokuwa na lengo la kumwombea kura za ndio mgombea urais wa CCM Samia Suluhu Hassan, Wenje alisikia akitumia kauli mbiu hiyo ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikihusishwa na Chadema, chama alichokihama hivi karibuni. Tukio hilo limeonekana kama kosa la kihisia au kumbukumbu ya kisiasa, lakini pia limechukuliwa na baadhi ya wachambuzi kama ishara kwamba bado hajakata mizizi ya upinzani. Watanzania wengi wamekuwa wakitoa maoni tofauti kuhusu tukio hilo, wengine wakiliona kama ishara ya ukosefu wa uthabiti wa kisiasa, huku wengine wakisema ni jambo la kawaida kwa mwanasiasa aliyeishi kwa muda mrefu ndani ya chama cha upinzani kubeba baadhi ya misemo na itikadi alizozoea. Wenje, ambaye alikuwa mwenyekiti wa kanda ya Victoria ndani ya Chadema, alihudumu kwa miaka mingi kama chama hicho na kujijengea jina kama mmoja wa wanasiasa ambao ni wakakamavu waliokuwa mstari wa mbele kupigania demokrasia na uwajibikaji. Uamuzi wake kuhamia CCM ulionekana kama pigo kwa Chadema, hasa katika kipindi ambacho chama hicho kimekuwa kikikabiliwa na changamoto za ndani na migawanyiko ya kimtazamo kuhusu ushiriki katika uchaguzi mkuu ujao. Chanzo cha uhamisho wake kinatajwa kuwa ni kutoridhishwa kwake na msimamo wa Chadema wa kutoshiriki uchaguzi mkuu hadi pale marekebisho ya katiba yatakapofanyika. Wenje aliamua kutafuta nafasi ndani ya CCM, akisema nataka kushiriki katika mabadiliko kutoka ndani ya mfumo wa serikali uliopo, na ni jambo lililotafsiriwa na wengi kama wakati ama mkakati wa kisiasa wa kujinusuru. Hata hivyo, tukio la kutumia kauli mbiu ya People's Power limezidisha shaka kuhusu dhamira yake ya kweli ya kujiunga chama tawala. Wachambuzi wa siasa wanasema kisa hicho kimeibua mjadala mpana kuhusu uaminifu wa wanasiasa wanaohama vyama na vilevile kama wanauacha kwa dhati misingi ya chama ama ya vyama vyao vya zamani au la. Kwa upande mwingine, tukio hili limeonekana kama funzo kwa vyama vya siasa vinavyopoteza wanachama wake kwenda upande wa pili wa kisiasa. Wataalamu wanashauri kuwa viongozi ama uongozi wa Chadema unapaswa kufanya tathmini ya kina kuhusu sababu halisi zinazowasukuma wanachama wake kuhama ili kurejesha umoja na imani ndani ya chama hicho. Kwa sasa Wenje anaendelea na shughuli zake ndani ya CCM, huku tukio hilo likiendelea kuwa gumzo kubwa mitandaoni na katika majukwaa ya kisiasa. Ni wazi kwamba matukio kama haya yanaendelea kuchora taswira halisi ya siasa za Tanzania na namna zinavyobadilika kila uchao. Kwa habari zaidi za kisiasa, matukio ya kitaifa na uchambuzi wa kina kuhusu siasa za Afrika Mashariki, endelea kufuatilia Kenyascope channel na kukuletea taarifa kwa usahihi na kwa undani. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili kuendelea kupata habari makini kila wakati.